Ndugu zangu katika imani, upo umoja, lakini ni umoja feki, sio umoja unaofuata taratibu na misingi ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazungumza ndani ya Qur'ani mambo mengi sana yanayohusu umoja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kazungumza kuhusiana na mambo mengi yanayohusu umoja. Nini maana ya umoja tunaozungumza hapa? Wanachuoni wanasema alwahda au aljamaa huwa istimsak, ni watu kushikamana, ni watu kuungana, ni watu kuwa kitu kimoja. Huu ndio umoja tunaokusudia, kama qala Imamu Ibn al-Manzur katika kitabu chake cha Lisanul Arab alivyokuwa anazungumzia maana ya i'tisam kilugha. Lakini tukimwangalia Ibn al-Qayyim al-Jawzi, mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, alipokuwa anazungumzia mafhumu al-i'tisam, maana ya umoja ni nini, asema al-i'tisam huwa at-tamassuk, kushikamana maana yake ni watu kuwa kitu kimoja. Kisha akasema bima ya'simuka wa yamna'uka min al-mahdhur wal makhuf, ni watu kushikamana kwa ajili ya kufanya jambo ambalo linalowapelekea kupata manufaa na mafanikio, na wala haliwaingizi katika madhambi, haliwaingizi katika masala yenye kukhofisha. Hawashikamani kwa ajili ya kuingia katika mambo ambayo mwisho wake ni mbaya. Watu wanaposhikamana, wao wanashikamana kufanya mambo na kutekeleza mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu walishikamana, wakaandamana, wakaungana, matokeo yake wakafia, wakaozea majela. Huu sio mshikamano wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, kuna watu walijinadi, wakashikamana, wakafanya hivi, matokeo yake wote wakapigwa pingu, wakapelekwa jela. Huu sio mshikamano wa Kiislamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema mshikamano au umoja ni ule umoja watu wanaungana ili walifikie lengo zuri lenye kufurahisha kwa jamii na kwa umma na kwa kizazi na kesho akhera. Kwa ule mshikamano wao uwaingiza katika pepo, sio kuwaingiza katika moto. Bimaana hatuwezi kushikamana katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi tukashikamana katika bid'a, hatuwezi tukashikamana katika khurafat, hatuwezi tukashikamana katika maasiya, hatuwezi tukashikamana katika nifaq. La budda an na'tasima bil kitabillahi was sunnati al mustafa sallallahu alayhi wasallam. Hatuwezi tukashikamana kwa ajili ya kufanya na kumkhalifu mtume kwa kufanya mambo ya kizushi, jambo halijafunzwa tu. Wanachuoni wa usuli wanasema taakhuru albayan inda waqti alhaja la yajuz. Taakhuru albayan inda waqti alhaja la yajuz, jambo linapochelewa kufanywa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kulikuwa kuna uwezekano lifanyike wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakukupatikana kizuizi chochote, hatuwezi kulifanya sasa likawa ni ibada. Hatuwezi tukashikamana katika unafiki, tunaonyesha Uislamu, tunaficha ndani ya nyoyo zetu kafiri. Hatuwezi tukashikamana katika maasiya, tukawa ni kikundi, kazi yetu ni kuiba mali za watu, kazi yetu ni kuvunja heshima za watu, kazi yetu ni kuvunja ndoa za watu, kazi yetu ni kuvunja. Hatuwezi tukaungana huko. Hatuwezi kuungana kwa kujionyesha kwamba sisi ni Waislamu alafu kumbe lengo letu ni kuwapoteza Waislamu. La wa alfu la, hatuwezi tukaungana. Lazima tuungane katika taa ya Mwenyezi Mungu, tufuate kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa sunnati al-Mustafa, na hadithi na mafundisho na maisha mazima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mwenyezi Mungu ametoa amri, shikamaneni kunako kamba ya Mwenyezi Mungu wote na msifarikiane.
Aya hii inazungumzwa sana, inasomwa sana. Kila anayetaka mshikamano anatoa dalili katika aya hii. Sawa ndugu zangu, anazungumza wa'tasmu. Sawa, tunashikamana bihablillahi, ni kamba ya Mwenyezi Mungu. Hablillahi, kamba ya Mwenyezi Mungu. Nini kamba ya Mwenyezi Mungu? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake cha Tafsir al-Qur'an al-Azim, katika kuitafsiri aya hii amezungumza maana nyingi sana, lakini miongoni mwa maana aliyozungumza ya ile hablillahi tunayotakiwa sisi tushikamane, jambo la kwanza akasema ahdullah, ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini ahadi ya Mwenyezi Mungu? Ni ipi ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ahadi ya Mwenyezi Mungu an na'budahu wahdahu wala nushrika bihi shay'a. Na haya ndio tuliyoahidi wakati Mwenyezi Mungu aliposema alastu bi rabbikum, nafsi zote zikakubali. Kamba ya Mwenyezi Mungu tunayotakiwa tushikamane ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tushikamane katika ahdullah, ibada ya Mwenyezi Mungu. Wal ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Hatuna ujanja, tushikamane katika ibada, wala tusishikamane katika maasiya. Ibada ni nini? Wanasema ibada ni jina lililokusanya vitu vingi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kwa yote ambayo anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu anapenda mengi, Mwenyezi Mungu anaridhia mengi. Ni yapi sasa? Asema min al-aqwal, kutokana na maneno, wal af'al, na vitendo, adh-dhahira, vile vitendo ambavyo vikifanywa vyaonekana, kama hivi tulivyotoka majumbani tukaacha familia tukaacha kazi zetu tukaja hapa. Hadhihi af'al adh-dhahira, vinavyoonekana kwamba mzee fulani katoka kwake kaja kwenye semina kupata qala Allahu qala ar-rasul. Vitendo, utoke adhana kiadhiniwa, utoke nyumbani kwako uje msikitini, uitike ufanye matendo. الظاهرة والباطنة هي الأفعال والأعمال والعبادات القلبية. ni vitendo na matendo ambayo mja anayafanya ndani ya nafsi yake. An-niyatu salihah, uwe na nia nzuri. Muharabatu shahawatu nafs, upigane na matamanio ya nafsi, ni a'malu qalbiyya. As-sabru 'ala al-adha, usubiri kwa maudhi yanayokupata, min al-a'mal al-qalbiyya, katika matendo ya moyo. As-sabru wa muharabatu ash-shahawat, upigane vita na matamanio ya dunia, min a'mal al-qalbiyya, nafsi yako iwe imara katika kuifuata dini. Hadhihi af'alu al-batina, ni matendo ya ndani. Muharabatu riya, uipige vita riya, kujionyesha kwamba wafanya vitu ili mtu akuone, mzee fulani akuone, shekhe fulani akuone, ujulikane na wewe nani. La, ahdullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala watu isipokuwa waniabudu. Wa maana liya'budun yuwahhidun, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradu Allah bil ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sikuumba majini wala watu isipokuwa waniabudu. Ikiwa tutashikamana, basi tushikamane katika lile lengo la kuumbiwa sisi, tusitoke katika kharijul hadaf, nje ya malengo ambayo Mwenyezi Mungu katuumbia. Allah katuumbia ibada, basi tukishikamana, tukitengeneza mshikamano, iwe lengo namba moja liwe ni ibada. Mungu anasema sikuumba majini wala watu isipokuwa waniabudu. Wa maana liya'budun, maana ya kusema waniabudu, yuwahhidun, wanipokeshe peke yangu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam amekaa katika mji wa Madina, mji wa Makkah, miaka mingapi? Miaka 13 anafundisha liyuwahhidun, watu wamjue Mwenyezi Mungu, watu wampokeshe Mwenyezi Mungu, watu waijue
ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu waujue utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu waujue ukarimu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii unatembea unaona ruku haikatiki, umeme haukatiki. Jana umeme umekatika, watu tumetehemma. Wallahi laiti Mwenyezi Mungu angeyakata maji mwilini mwako, unakatika hapo hapo, wala huwezi kutembea. Muona mtu akapatwa na malaria, akalegea, akapelekwa hospitali, akawekwa drip 12. Sisi tumepewa bure kabisa. Angalieni jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa mkarimu. Ni lazima umfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akakuwekea ini. Sawa? Mwenyezi Mungu akakuwekea maini haya mawili. Madaktari wanasema ini moja linatosha watu 3. Ile nguvu yake. Ili moja. Kwa hiyo wewe unapokuwa na maini mawili yanatosha watu wangapi? Watu 6. Ya Allah. Ndio maana mtu akikuwa na matatizo ya ini sasa hivi katika utaalamu na dunia ilivyokwenda, unaenda ini yako linatolewa na yule bwana ini lake linatolewa na wewe kwa kule, na wewe unafanya kazi zako na yeye anafanya kazi zake. Allah kwa ukarimu wake alitakiwa kupe nusu, lakini akakupa haya mawili. Iwapo kama tutaamua kushikamana, ndugu zangu, lazima tushikamane katika ibada, tusishikamane nje ya ibada, tutakuwa tumefanya makosa. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya hablullah, wa'tasimu bihablillahi, asema huwa alquran. Watu washikamane kuifuata Qur'an. Tukijenga mshikamano wetu, basi iwe katiba yetu ni Qur'ani. Jamani, tunashikamana, lakini tushikamane kufuata haya yaliyomo humu katika hiki kitabu. Ibn Kathir anasema, kunukuu maneno ya Ibn Abbas kwa kuzungumzia ile hablillah, asema la huwa dinullah, ni dini ya Mwenyezi Mungu. Wa dinu, ndugu zangu, huwa alhayat, dini ndio maisha. Kwa hiyo iwapo tutafanya mshikamano, basi tushikamane, tuwe na umoja katika kuifuata dini. Kwa nini nazungumza tuwe umoja katika kuifuata dini? Tuwe umoja katika kuifuata dini limadha? Lianna almujtamaa biduni din mujtamaatu alhayawaniyya. Jamii bila dini ni jamii ya kinyama, mdogo anakula mkubwa, anakula mdogo. Asiyekuwa na pesa anaenda kumwibia mtu. Ukinunua baskeli yako ukitembea njiani barabara unanyang'anywa. Mtu akikuudhi anachukua panga na kuua. Na haya ndio maisha yaliyokuwepo kabla ya Uislamu. Umekutana na mtu, yule mtu hakujui umekulia wapi, umezaliwa wapi, anataka kuue, aitoe roho yako. Hajui nani anayekuruzuku mpaka umekuwa, mpaka mkaonana. Hajui. Kwa nini? Hakuna dini, ndugu zangu. Dini imekuja kuhifadhi daruriyatul khams, mambo 5. Hifdhu ad-din, kitu cha kwanza dini kama maisha na msingi na njia ambayo Muislamu anatakiwa apite, mwanadamu anatakiwa aitumie kuishi. Uilinde dini. Kisha hifdhu nafsi, Uislamu umekuja kuilinda nafsi. Hairuhusiwi kwa mwanadamu aina yoyote amuue ndugu yake. Mungu anasema, min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'an. Sio mchezo jamani. Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema min ajli dhalika, kwa ajili hiyo, katabna, tumefaradhisha, ala bani adama, kwa wanadamu yoyote atakayeua nafsi ya mwenzake bighairi nafsin, bila kosa ambalo anastahili auawe. Kuna makosa mwanadamu akiyafanya anatakiwa uawe. Kama mtu aliyeoa, sawa jamani, mtu aliyeoa alafu huyo mtu ni mtu wa totos, anachukua wake za watu, anachukua mabinti za watu, anaharibu bikra za mabinti za watu, ni mchafu, ni muharibifu. Mtu huyo na ana mke, akishikwa anachimbwa shimo, anapigwa mawe mpaka nakufa.
hamna adhabu inayomstahiki mtu kama huyo. Waislamu, kuna madhambi mtu kiyafanya mtu atakiwa uawe. Ukimuua mwenzako kwa makusudi, basi na wewe unatakiwa uawe. Sasa ukimuua binadamu mwenzako bila makosa yoyote, basi dhambi unazozibeba, matatizo unayoyabeba, fakaannama qatala an-nasa jami'a, ni kana kwamba umewakusanya watu wote duniani ukawaua. Wewe una matendo gani ya kuokoka na damu zote za watu? Kuna mtu ana historia, mimi nishawahi kuua watu 20. Kuna mtu ana historia, nishawahi kuua watu 100. Na leo hii kuna watu wanaua, anarusha bomu sokoni, inaua watu 200, 300, yeye nafsi moja peke yake. Dini inapokosekana, watu wanaishi kama vile wanyama pia wana nafuu. Wamkuta mtu huyo ajinadi kwamba yeye ni Muislamu. La ya Sheikh. Uislamu umekuja kulinda kwanza dini, ukalinde nafsi, kisha ukalinda heshima ya mtu. Mtu asije kumsogelea mke wako, mtu asije kumsogelea mtoto wako, mtu asije kumsogelea binti yako, mtu asije, ila kwa taratibu zilizowekwa na sheria. Kuna watu ndugu zangu wanajulikana ni wazinifu. Yani laiti kama Mwenyezi Mungu angetuonyesha madhambi waliokuwa nayo, tusingeweza kusubiri jinsi wanavyonuka. Mtu ana orodha ya katika, ameandika kabisa, kila siku mimi lazima nifanye zina na wasichana kadhaa. Watukufu wa Islam, huu ni mtihani ndugu zangu. Uislamu umekuja kulinda mali. Ukichuma mali kwa jasho lako, unaenda shambani unalima, unaenda kupalilia adha za mashamba ndugu zangu. Mvua ni yako, jua ni yako, halafu mali yako iko ndani, mtu anakuja anavunja mlango anaiba. Mwapaonaje hapo jamani? Uislamu umekuja kulinda vitu kama hivi. Uislamu umekuja kulinda akili ya mtu. Na ndio maana wanaofanya biashara za madawa ya kulevya wanatakiwa wafanywe hadi ya ta'zir, wauawe. Wanauza mirungi wanatakiwa wakamatwe, wafanywe ta'zir. Wanauza viroba, sijui viroba gani, sijui makonyagi, mapombe, manini, wote wanatakiwa wakamatwe, wafungwe. Kwa nini? Kwa sababu wanapouza pombe wanachangia kuharibu akili za watu. Ulevi ndugu zangu. Kwa hiyo tunatakiwa tushikamane katika kuifuata dini, tushikamane katika kuifuata haki. Ibn Kathir anasema tushikamane, sio kushikamana katika maasi, tushikamane katika kuifuata dini. Mungu anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Binadamu hamkuamrishwa illa mumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena mumtakasia ibada. Zile ibada mkizifanya zao mwazifanya kwa ajili ya la ilaha illa Allah peke yake. Tena mjue kwamba hiyo ibada mnayoifanya mkiwa mnaifuata dini, basi dini yenyewe ni ya nani? Lahu din. Dini ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunaposhikamana sisi, tushikamane kwa ajili ya dini ambayo ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yenye katiba na utaratibu wa maisha bora ya mwanadamu.